hapa Babati. Tupo hapa kuhakikisha ewe familia mwana Simba na mpenzi wa kandanda popote pale ulipo unapata fursa na unapata mengi ambayo yanatokea hapa moja kwa moja. Bwana kaka, mambo vipi? Kwema. Kwema bwana. Naona umefika tayari hapa uwanja wa Riti. Na hapa Tanzanite kwa raha. Tanzanite kwa raha. Naam. Bwana, matumaini yako ni yapi kuelekea mchezo jao? Unajua hii ni mechi ya nusu finali, ni mechi ngumu kiukweli kwa sababu ukiangalia ni timu ambazo zimetoka kucheza juzi kwenye mechi ya NBC na Simba kupata ushindi wa goli moja kwa bila. Kwa ukiangalia kwa Simba kwa performance ya hivi karibuni na imetoka kucheza finali ya kombe la Confederation, kwa kiasi kikubwa tuna matumaini kwa maana kwamba tunaamini timu yetu imekuwa na muendelezo mzuri. Kwa so far mimi naamini kabisa Mwalimu Fadlu na vijana wake wamejiandaa vizuri kuja kupata ushindi. Kwa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi naamini mwalimu akifanya uchaguzi mzuri wa kikosi mimi naamini tutapata ushindi. Bwana Budo Mtale sasa hivi tumeona anakuwa moto kuelekea mwishoni mwa msimu. Tuseme ni kuwashawishi mabosi au ndo tuseme kuna kitu kilikuwa nyuma ya pazia ambacho wana Simba tulikuwa tukijui? Unajua mchezaji wa mpira kuna nyakati kuna nyakati unaweza kuona nyakati kuna nyakati nzuri. Wachezaji wengi tumeona hata duniani huko kuna kipindi wanaweza sababu je, kumbuka Mutale ametoka kwenye ligi tofauti. Kuna mambo mengi wakati mwingine yanatokea. So kila mchezaji anaweza kaadapt mara moja. Kwa hiyo inawezekana Budo Mutale alikuwa anapitia mapito. Mimi nafsi yangu nilikuwa naamini, nilimuona wakati anacheza Zambia kule alikuwa ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo mimi naamini ilikuwa ni swala la muda. Tunaona wachezaji kama Aziz Ki ambaye alikuwa anakuja Tanzania hakuanza vizuri, lakini kwa kuwa kuna watu walikuwa wanaelewa uwezo wake walimpa muda. Kwa hiyo mimi naamini kwa Budo Mutale je anachokionyesha ni kile ambacho walikuwa wana Simba walimsajili kwa kuamini kwamba anakitoa. Kwa hiyo mimi naamini wakati mwingine tuwe tunasubiri, wakati mwingine mchezaji sio kila mchezaji anaweza akapata mabadiliko kwa mara moja sana. Kwa hiyo mimi naamini Budo Mutale ni mmoja wa wachezaji wazuri na ni faida kwa Mwalimu Fadlu na kikosi chake kwa sasa hivi. Bwana nakushukuru sana. Na kwa kumalizia umesema umetokea wapi? Mimi naitwa Osmani Mnenge, natokea tawi la Mji Mkuu Dodoma. Mji Mkuu Dodoma, wekundu wa Dodoma. Naam, wekundu wa Dodoma. Bwana nashukuru. Bwana hapa nimekutana pia na mwanadada. Dada, habari za sasa hivi? Salamu, habari za wewe? Nashukuru Mungu. Bwana naona mapema sana ushafika hapa Babati. Yeah. Issue ni kuanikiza ushindi wa mnyama au furahi nini? Zaidi ni kuanikiza ushindi wa unyama kwa kama mimi nikiwa shabiki na mchezaji wa namba 12 ambao ni shabiki, nimekuja kwa ajili ya kuisupport timu yangu. Bwana naona Mokora. Yeah. Imekupendezesha. Tutegemee nini baada ya mchezo huu kuisha? Kiuhalisia tutegemee ushindi kwa sababu hapa ni tunapita tu kwa huyu tunayemtaka, yule ambaye atucheze ndio tutacheza naye. Kwa hiyo unataka kusema hawa ni mabarozi wametumwa au kuna kitu kingine unaimaanisha? Wanajijua kwamba wanaitoka hii ni njia wa salamu. Baada ya ushindi huo, finali tutakutana na wao ambao wanasema tucheze. Inaweza ikawa hii inawapa pressure kwamba wakishinda leo kuna jambo kubwa linaenda kuwakuta mbeleni. Ndio maana wanatuogopa. Ndio maana wanatuogopa. Bwana nashukuru sana dada. Amina.